Unatizama Nondo TV. Mimi Generali Major Mugisha Frank naenda kuwaonyesha kwa nini tusipate amani Kongo. Ndugu Mkongomani, ukweli uko hapa hapa. Na nchi zingine ambazo hazina amani, shida ni moja tu, ni politisie komerisa. Mwana siasa akiwa mfanya biashara anadiri na faida zake binafsi. Kongo ni nchi tajiri, lakini unaweza kujiuliza utajiri wa Kongo upo? Kwa hii audio tutagundua kumbe Kongo ni nchi maskini. Serikali ya Kongo ni maskini, isipokuwa waliomo ndani ya serikali, ndani ya leta ni matajiri. Ile mara ambayo ingekuwa ni ya leta, ingekuwa ni ya serikali, wanaipeleka kwa faida zao binafsi. Kongo ni nchi tajiri, lakini Kongo ni nchi maskini. Tuangalie kiurefu zaidi. Nchi mbili maskini Afrika ni Somalia namba 1, Burundi nchi ya pili. Mjue hilo. Lakini mshahara wa mwanajeshi wa Burundi unazidi mshahara wa FARDC. Mshahara wa mwanajeshi wa Somalia, ile nchi wanayosema kwamba ndio nchi maskini popote duniani, namba 1 Afrika, Somalia, ndio mshahara wa FARDC. Utajiri ambaye hauonekane kwa matendo, Kongo na utajiri jina. Kongo na utajiri jina. Je, mwalimu, unajua kwamba nchi yako ni tajiri? Mshahara wa mwalimu wa nchi, mshahara wa mwalimu wa Kongo haufikie hata nusu ya mshahara wa mwalimu yoyote wa nchi jirani zote ambazo zinapakana na Kongo. Nchi 9. Nchi 9 zote zinazopakana na Kongo, walimu wa hizo nchi wanazidi mshahara mwalimu wa Kongo. Nchi 9 zote zinazopakana na Kongo, wanajeshi wa hizo nchi wote wanazidi mshahara wa wanajeshi wa Kongo. Ikiwemo hata Rwanda hiyo, ikiwemo hata Burundi hiyo. Hizi ndizo evidence, dalili zinatuonyesha kwamba nchi maskini ni ipi kwa matendo. Mshahara wa daktari, madokta wa nchi jirani na Kongo 9 zote wanazidi mshahara madaktari wa Kongo. Zikiwemo hizo nchi ndogo au nchi maskini mnazosema. Kwa hiyo wa kwanza kawa wa mwisho. Yule ambaye tulikuwa tunasema wa kwanza tajiri ndiyo wa mwisho. Tajiri ndiyo maskini. Tunaomuita tajiri ndiyo maskini. Mliangalie vizuri wa ndugu. Utajiri sio maneno, kwa Kongomani mna tajiri jina. Lakini kienda kuangalia leo niliyowaambia politisie komerisa, ukienda kuangalia wale wanasiasa wa hali ya juu, wakiwemo hao wakina Vitali Kamere, wakina Jean Pierre Bemba, wakina Tshisekedi, ukienda kuangalia Afrika yote, hao sasa ndio matajiri. Hakuna tajiri kama Jean Pierre Bemba, hakuna tajiri kama Vitali Kamere, hakuna tajiri kama Tshisekedi. Lakini pia ukienda kuangalia maskini mwanzo mwisho duniani, kwa ndani ya serikali, kwa mamlaka ya serikali, kwa majukumu ya serikali au ya leta, Tshisekedi ndiyo presida maskini Afrika. Ushahidi ni nini? Tshisekedi alienda China kuomba msaada. Na maanisha public, na maanisha kwa kuhusu leta,
Sijamaanisha kwa kutumia uwezo alionao kwa faida yake binafsi. Kutumia uwezo alionao kwa faida yake binafsi, Tshisekedi ni tajiri. Lakini kwa faida za wananchi na nchi, Tshisekedi ni maskini. Ndio president maskini aliyoenda China kuomba msaada. Akaenda Urusi kuomba msaada, akaenda Germany kuomba msaada, akaenda Indonesia kuomba msaada, akaenda Ufaransa kuomba msaada, akaenda Uingereza kuomba msaada, akaenda Amerika kuomba msaada, akaenda Katari kuomba msaada. Ni nchi nyingi amezunguka, amebadilika, ndio president omba. Naitwa General Major Mugisha Frank, Ingenieur de guerre, Technicien de guerre. Napatikana kwenye namba yangu ya simu alama ya kujumulisha 255 745 8 mara 3 49 4 mwisho. Maana yake ni alama ya kujumulisha 255 745 8 8 8 4 9 4. Kwa kuwa tunapiganisha Kagame, hatuwezi kushindwa kusema makosa yetu na udhaifu wetu. Depute nasionali ana mshahara mkubwa sana wa walimu 300. Depute ana mshahara wa walimu 330. Mnasema 330 depute wa mwezi mmoja. Huu ni uonevu zaidi. Pia ndio mshahara wa FARDC. Mshahara wa FARDC 330. Maana yake madepite wawili wanapata mshahara wa batalioni ya wanajeshi. Madepite wawili wanapokea mshahara unaozidi wa batalioni ya wanajeshi. Kongo haina amani, na kupata amani kama humjagundua hili ni ligumu. Hapa napofanyia kwa kuwapa wa refugee wakimbizi nchi ya 3, wa refugee tulionao ofisini kwetu wengi ni Wakongomani. Wanafata wa Somalia, wanafata wa Sudania, wanayoomba nchi za kuwahifadhi. Ndio tunawaombea Canada, Amerika, Norvegi, Australia, Sudani, Denmark, Finland, Filipine, Uingereza na hizi nchi za Belgium na zingine. Hata sasa tunawajazia madosie ya kuwapeleka waliokizi vigezo na masharti. Wanakimbia nchi yao tajiri, wanaenda kwenye nchi kama Holland ndogo, wanaenda kama Ireland, na Ireland tunawapeleka kwa maisha hayo magumu. Wale walisha endelea sana. Kwa hiyo tuangalie utofauti, je, wa nchi zingine na Kongo ni upi? Kwa wazungu maisha yao ni raha mustarehe. Wanaenda kuiba mali za Wakongomani, wanazipeleka kuzipelekea wananchi wao. Tuangalie jirani yao hadui. FARDC Tshisekedi ndiye angestahili kuwa ameweka Iron Dome. Hii missile defense system, missile firing vehicle, air defense, au kwa nyinyi hamjajua hizo lugha, mitego ya kukamata mabombe. Lakini Kagame na M23 ndio waliweka huo ulinzi. Jiulize FARDC, mchome mfyatua makombora shelling, harassment, mkafanya shilling ya kubombaride, mnaita kubombaride. Makombora kafyatuliwa mengi, kumbe yuma na yakamata. Jiji la Goma ndio Tshisekedi ngekuwa lishaliwekea Iron Dome, ngekuwa ameshaliwekea ulinzi wa air defense, ulinzi wa missile defense system, missile firing vehicle, mitego ya kukamata mabombe. Lakini hata Kinshasa na imani kwamba hajaweka. Sasa Kongo inaongozwa na wanaoweka kwenye vitumbo vyao.
Kwa hiyo kila mtu anajikamatia samaki yake ya kula mwenyewe. Wakongomani wako kama watoto wa bata. Watoto wa bata ikiatamia mayai ikatotoa. Bata haiwezi kumuita mtoto njoo ule. Bata ni tofauti na kuku. Utajiri wa Kongo tunauonea wapi? Kuna ndege mlizo nazo za kitajiri. Katari Air, Rwanda Air, Uganda Air zina license ya EATA, shirika la usafirishaji wa anga duniani. Ndege ya Wakongomani haiwezi kaenda Amerika, haiwezi kaenda Canada, ni kupaangalia kwenye television. Utajiri wa Kongo uko kwenye hospitali? Hapana. Utajiri wa Kongo uko kwenye shule? Hapana. Utajiri wa Kongo uko kwenye barabara? Hapana. Wakongomani, siku mtakapo kubali, mkapenda, mkasamini hii audio, umepata amani. Wakongomani mnahitaji mabadiliko, mnahitaji leta ya kuwajali. Isipokuwa leta ya kuwajali, siyo ya kutoka nchi za nje. Wakongomani, nyinyi wenyewe mnapaswa kujitafuta viongozi. Lakini pia msiendelee kuona adui wa nje kama adui peke yake. Kuna hata adui wa ndani. Hivi Mkongomani, depute wa mshahara 33,000 mnasema hivyo, $33 kwa mwezi, huyo si adui wa nchi? Huyo ni adui wa nchi yenu. Leta imefanya nini hadi nchi masikini kama Rwanda ndiyo mnapiga kelele, mkazunguka dunia mnaomba msaada? Kongomani amebadilika omba, Mkongomani amebadilika refugee popote duniani. Wandugu, je, makosa yenu mnayatambua? Wazalendo mmepambana, mmepigana sana. Lakini unapigana, je, uko na wazalendo kule madarakani Ikulu? Au uko na mabeberu? Siku yoyote Kinshasa itakuwa imeharibika kisiasa, haina siasa ya nchi, watu wana siasa ya maslahi yao binafsi, haipo siku mnaweza kushinda adui. Jeshi la Kongo mwenye uniform ni GR, Republican Guard, Garde Présidentielle, President Guard ndio mwenye uniform. Wengine uhangalie wale tunaowaita wawaka, waangalie uniform zao ni za kawaida. Lakini uhangalie Kagame, hata mwanajeshi wa waka kufika kwenye Republican Guard, Garde Présidentielle, MGR, uniform ni moja, inafanana, ina thamani inalingana, vifaa vinalingana. Wanajeshi wa Rwanda kwa sasa wanavaa night vision linet ambazo zinazidi $200 kila vazi moja. Neti ya kuangalia usiku, miwani ya kuangalia usiku kama mchana. Tapambana na huyo mtu? Ukiangalia vita Kagame aliyopigana Goma, naweza kufukuza Tshisekedi madarakani. Tulikuwa tumesema tayari Gisenyi imeungua. Gisenyi ilifyatuliwa makombora hadi watu wakakata tamaa. Kajamaa kakayakamata. Yule sasa, yule adui Kagame kuna kitu alitufundisha. Kumbe adui, tunapigana na adui ambaye amejipanga. Usikilize madepite wa South Africa walisemaje. Tulihisi kwamba tunapigana na mtu wa pori hovyo, kumbe ni mtu ambaye ameshajipanga. Jibu tunakuuliza Tshisekedi, Kagame kwa nini anakuzidi kujipanga wakati wewe ndio tajiri? Jibu na wauliza maFARDC, kwa nini Kagame anawazidi nguvu wakati yeye ndio mabosi? Vita tunakuja vita ni mbinu, vita ni ardhi kubwa, vita ni eneo ya kupigania manake, vita ni watu, vita ni utajiri, vita ni usomi. Wasomi Kongo wamejaa. Watu mko milioni 100 na ngapi? Mnazidi Wanyarwanda mara 10. Fedha mnawazidi. Je, kwa nini maskini wapige? Mnapigwaje na maskini? Mnapigwaje na maskini? Hilo sasa, wa ndugu zangu, mnapaswa kulifikiria kwa upendo na uzalendo. Kama hamtaki tuminye hili jipu lenu, mtu akakwambia ukweli ukasema huyu wenda ni adui, wewe ni mpumbavu. Kama unataka amani, jiulize kwa nini sipate amani. Tajiri mkubwa, bosi,
unanyanyasika, nazarauliwa na kajitu kadogo kana kufanyia maajabu. Shida siyo hivyo Wakongomani. Shida hamujapata serikali ya kujali na kupenda. Kwanza ule utajiri wa nchi uanze uonekane, mzibe hayo matundu ya kuaibia mali ya nchi, ili hiyo mali rudi kusaidia wananchi. Mebakiza utajiri jina tu. Wewe unasikia hii audio, una fedha, ulikula kwenye madini ya nchi. Kama uliuza nyanya, utafautishe utajiri wa Kongo tunaousema nyanya hazimo. Sawa? Nyanya hazimo. Kama ulifuga ng'ombe, utajiri haumo. Kama ulifuga mbuzi, utajiri haumo. Tunamaanisha utajiri wa asilia ya Kongo, kutoka kwenye miti, kutoka kwenye madini. Ndivyo tukisema Kongo tumesema madini na mbao. Huo utajiri uliurapo. Hata barabara za kupita hazipo. Mimi sasa niamue kama mimi Engineer de Guerre kuangalia mbali vizuri. Kongo ndio nchi ya kwanza maskini Afrika. Kongo ndio nchi ya kwanza maskini Afrika, kwa kuwa wanaua raia wao mkiwa mnaona. Alafu wale ambao wangewatetea wanabadilika omba. Na leta ya Kongo inapenda kuomba sana. Tshisekedi ndio evidence, ushahidi, amezunguka pota ameomba. Angejua hata njia kwenda kuomba kwa shetani, Tshisekedi angeenda kuomba kwa shetani, kuomba msaada. Maana yake pota lishaomba. Walimuombea waganga wa kienyeji, walimuombea warokore, walimuombea wakatoliki, walimuombea wote. Alipobakiza ni kwenda kuomba shetani. Wazalendo tunahitaji amani, lakini hayapo. Kinshasa wakiwa wamekaa wasaliti, wakiwa wamekaa wahujumu uchumi. Mtu uko kwenye forote na chakula kinakosa kwa kuwa kimeenda kwa Vitali Kamere. Kama hamujaona kwamba hamuna mwanasiasa bora anaweza kuwakomboa, hiyo nchi ya Kongo kilichukua kaipa Ibrahim Traore. Ukimpa Ibrahim, Captain Ibrahim, Kongo na kuambia na kuwa imara. Na hiyo Kongo ilikosa leadership, Kongo ilikosa viongozi. Siku mtakapopata viongozi wa raia na viongozi wa jeshi, amani amepatikana. Asanteni sana.